Naam, bwana, ni usiku wa kumbukizi kwa siku ya kuzaliwa kwa mrembo wetu hapa anaitwa Chi, mmoja kati ya waigizaji ambao wanapatikana kunako tamthilia ya Big Boss 2 ambayo inaruka ama inapostiwa kunako YouTube channel ya Clam Vevo. Nazungumza naye atuambie walau kwa uchache kwa nini ameamua afanye kitu kama hiki, lakini kubwa zaidi kile ambacho amekitarajia mpaka muda huu. Ya bado keki hatujakata, lakini kwamba amefanikiwa ama tusemeje? Chi, mambo poa? Kwa namna yote ambayo tumefeli? Hapana. Wewe walika wote wamekuja? Yes, wote nilioalika wamekuja na hata wengine ambao sijawaalika lakini wameweza kufika kwa upendo. Keki nayo ipo tayari? Yeah, keki ipo tayari. Kwa birthday inafika muda kukata keki afike uyoni. Inakuwa ni balaa. Inakuwa balaa. Lazima uchanganyikiwe. Unawaza saizi keki unaenda kuipata wapi? Yeah, kabisa. Maana saa 8 hiyo unaweza kupata wapi keki saa 8? Ni balaa. Happy birthday to you. Thank you. Utimiza miaka mingapi? Hiyo ni siri yangu. Ni siri yangu lakini imetimiza tu miaka ya kuwa mtu mzima. Tukadirie na maana 20 na kitu, sasa na kitu 10 na kitu. 30 huko sijafika ndugu yangu. 20. Huko kwenye 20 huko ndo. 23, 24, 25. Hapana, sasa huko kwenye 23, 24, 25 niachie mimi. Birthday boy wapi? Hamna birthday boy. Kwa nini? Niko tu mimi. Hamna maana yake kwamba amekataa ama maana yake? No, niko tu mimi na familia yangu. Familia ipo. Mama yupo? No. Yupo nani? Mama hawezi kuja huko. Kwa nini mama asiweze kuja? Mbona siku zile pale kwa Skitu mamake alikuja katoka mkoani kaja? Mamangu ni mkorofi. Yaani mamangu kwenye hizi nani, mamangu ni mlokole sana, wale walokole. Kwa hiyo apendage ya mambo. Hawezi yani hata kabisa. Lakini kuna watu ambao wanaweza kaisi bana huwa anaharibu hela tu. Ina maana hela si bora hata angeenda kusherehekea labda na wenye uhitaji huko, labda watoto watu yatima, labda tunawaambiaje sasa? Kuhusu kwenda kwa watoto yatima tunaendaga, lakini hatuonyeshi kwamba tunaenda. Unajua sio kila kitu tunachokifanya tunaonyesha kwamba tunafanya. Ni vichache ambavyo kama hivi, lakini hii ndo mara yangu ya kwanza kufanya birthday. Yeah. Na ni watu ambao nafanya nao kazi, marafiki zangu, wao ndo wameforce mimi kufanya hivi, lakini sijai kufanya kwa kweli. Ni wao na upendo wao ndo wameniforce. Hata mwenye uko na wazo la kufanya wao ndo kama kulazimisha fulani. Sikuwa na wazo. Sikuwa na wazo. Yaani ni upendo wao. Mpaka sasa hivi sikutoa chochote wao. Yes. Kwamba hata keki imenunuliwa. Kila kitu. Mavazi imenunuliwa. Kila kitu. Vinywaji hapo ndani. Kila kitu. Yaani hamna chochote ambacho walipia wewe. Kabisa. Yes, wamenifanyia kwa upendo. Yaani ni kitu ambacho kimeacha alama. Mara nyingi ninyi waigizaji imekuwa na vitu fulani hivi, si ni kweli, si ni uongo. Asili yake mtu anatunzwa gari, sometimes magari yanakuwa sio ya ukweli. Kwako imekuwa tofauti. Kwa nini umekataa kuweka vitu kama hivi? Najua ungekuwa na uwezo kitu kama hiko. Tafuta mtu mwenye clown lake, mnalilemba nini na nini, bwana achia kabidhiwa clown na vitu kama hivyo. Kwa kweli unajua wasanii tuna fake. Tuna fake vitu vingi, lakini mambo ya kufake gari kesho unaniona kwenye bodaboda sitaki. Hujataka? Siwezi. Siwezi kufanya hivyo. Msanii wewe. Hicho ni kitu kikubwa kufake gari. Gari ni kitu kikubwa. Nikiwa nayo mtaiona. Nataka tuwaonyeshe watesi kama vile kama tunayo fulani. No, bado. Ila soon watesi watapata nani. Lakini itakuwa ni ya kweli sasa, sio ya nini. Yes. Mipango ipo hivi karibuni. Kabla Big Boss au baada ya Big Boss kuisha? Baada ya Big Boss kuisha. Yes. Natotisha? Amna. Siwatishi. Au yale maswala kina matajiri matulo kupata hela njia haramu na wewe ushakushawishi? Hapana. Hapana. Siwezi kufanya vile. Hela za haramu zina masharti magumu sana. Yes, kwa hiyo naogopa. Nilikuwa nazungumza hapa na Skitu pamoja na mumewe ambaye kwenye kazi. Nani bila mumewe? Kaniki. Nikauliza hivi, kwenye ndoa kuna ulazima wa mke kufahamu mumewe pesa ama kipato chake ni nini ama pesa anazoingiza zinatokea wapi? Kwako imekaje hii? Kiukweli sina comment ile ya kusema imenyooka kwa sababu sijawahi kuingia kwenye ndoa. Sivijui hivyo vitu. Kwa siku nikiingia kwenye ndoa maybe na mimi nitajua kwamba ni halali mwanamke kujua kipato cha mumewe. Yes, lakini mimi inatakiwa ajue kwa sababu wanasema
mwili mmoja. Yani mkishaona mnakuwa mwili mmoja. Yes, yeah. Kwa vile ambavyo si kitu unayofanya kwa mumewe ni sahihi kama vile ambavyo wanavyoigiza. Yes, ni sahihi. Lazima ujue mume wako anapata wapi hela, yani anafanya kazi gani. Mwisho siku ndo kama hivyo unatolewa kafara na wewe, kumbe ulishindwa tu kuuliza hizi hela zinatokea wapi. Lazima uulize, ujue anafanya kazi gani, kitu gani kinampatia pesa. Kama tungekuwa tunatoa tuzo kwenye tamthilia Big Boss kapo bora, wewe na mumeo Matula, Kaniki na mkewe Sekitu, mama mchungaji na baba mchungaji, unahisi nani alistahili angechukua tuzo, walau kwa kupendwa ama kwa kuwakilisha vizuri sanaa na kuifundisha jamii zaidi? No comment. Lakini mimi siwezi nikanani, lazima nivutie kwangu. Kwa hiyo nitaiweka ya kwangu na Matula. Unaamini kwa kuna Matula ndo kapo bora? Kwa sababu ni kapo ambayo ina mambo mengi, michepuko, nini, yani ina vitu vingi sana. Kitu wamesema wao ni bora kwa sababu wao wamepitia maisha yote, wameanza kupitia umaskini, mwisho wa siku utajiri, lakini wewe tofauti. Umetoka kwenu maisha kawaida, umekuta pale bonge la gorofa, kwa hiyo wewe ustahiki, unasemaje? Hapana, mimi nastahiki kwa sababu mimi pia nilikuwa kwenye maisha ya chini. Nikawa na mtu wangu ambaye nilikuwa naye kwenye maisha ya chini, nikamwacha kwa sababu alishindwa kufika ambapo mwenzake amefika. Kwa hiyo nikaenda kwa mwenye pesa. Kwa mimi ya kwangu ni bora kwa sababu ina vitu vingi. Nimetoka, nimesaliti, lakini bado nimerudi tena kule niliko saliti. Ni postigi ile kwamba mahusiano kati ya Kaniki, amini kwamba Matula na Kiulizo wanamgombania Chi. Yako comment zilikuwa nyingi, uliona? Niliona. Tunapoandikaga hivi mitandaoni huwa mpatagi shida, maana tuwaulize wenyewe kwanza. Unaweza ukapata shida, lakini ukiwa umezoea, kwa sababu sisi ni wasanii, unaweza tu ukaamka ukakuta chochote kimeandikwa, inabidi ukipokee. Kwa hiyo huwa hazitupatii shida sana. Tuzungumzie tamthilia yenu ya Big Boss 2, moja kati ya kazi ambayo zinapendwa kwelikweli. Siri yenu ni nini? Mbona mmekuwa mmeshika usukani sana? Maana zile video, amini kwamba YouTube channel ambazo zinafanya vizuri na ninyi mupo, mnafanikiwa kwa njia gani hasa? Mafanikio ni kufanya kazi sana na kufanya kazi nzuri. Kazi hata kama ikichelewa, lakini ikitoka ni kazi ambayo imenyooka. Kwa hiyo watu wanaipokea vizuri, wanakubali tunachokifanya. Yaani mafanikio ya kupokelewa vizuri ni kufanya kazi nzuri. Yes. Kuna comment yote ambayo unapataka kuhusiana na mahusiano yako ya vile ambavyo umeigiza? Kwanza ni mbaya ama huwa inakuumiza ghaflani hivi? Unajua sisi binadamu tunabadilika. Yaani nimekuja kujifunza hicho kitu kwenye hii Big Boss. Wakati nilivyotoka kwa Kiulizo, nikawa nimeenda kwa Matula, watu wakawa wananitukana, kwa nini umemwacha Kiulizo umeenda kwa Matula? Kwa nini? Sasa hapo unatakiwa umchiti. Unatakiwa uchukue hela za Matula umpelekee Kiulizo. Baada ya kuchiti wamenigeuka. Kwa nini unachiti? Wewe mke gani wewe? Wewe mke gani unachiti? Kwa nini unafanya hivyo? Hapo ndo nikajifunza kwamba sisi binadamu tunasahau afu tunageuka. Hicho kimenifunza sana. Yaani sasa hivi wamenigeuka kabisa. Wakati wao ndo walisema hivyo. Sasa hivi hawataki. Hawataki na wao ndo wanataka uachike uwe single. Labda. Uende wao kafurahi. Sasa hivi ananiambia nirudi kwa Kiulizo, sasa siwaelewi nirudi kwa Kiulizo. Hapa ngoja tuone mwandishi ataicholaje hii karakta yako. Tusubiri tuone mbeleni kwa kweli. La mwisho la kumalizia, kwa wale ambao wanapenda kile ambacho Chi anakifanya, mashabiki zako, labda kuna kitu ambacho nimesahau kukuuliza ungetamani useme? Mimi nawapenda sana. Nawapenda sana, waendelee kunifuatilia, waendelee kunisupport kwenye mitandao yote, Instagram, TikTok, YouTube. Kazi ikitoka wakaangalie, wasiache kutizama. Hicho tu ndo ninachowaambia. Nawapenda sana sana sana. Yes. Twende tukale keki. Haya, karibuni. Yeah.